Na mtazamaji, elimu ndiyo ngao ya maisha. Hivyo basi huwa ni fahari ya kila mzazi ama mlezi kuona kwamba mwanawe anaweza ama kupata elimu. Basi hii ni Pekuzi TV Kenya, kituo chenye mwangaza wa jamii, ikiwa ni tarehe 18 mwezi Disemba mwaka 2025. Karibu, kwani kuna mengi tutakuwa tunazamia siku hii ya leo. Pale tuna gumzo na tukiangazia kuhusiana na changamoto ambazo mwanafunzi anaweza akazipitia na jinsi gani ambavyo anaweza kukumbana na pia kuhakikisha kwamba angalau anaweza kupigana na hizo changamoto. Na ndani ya studio na mwenzangu pale ambapo nitakuwa nikimpa tu fursa ya kuweza kujitambulisha kabla ya kuingia katika kikao kamili papa hapa ndani ya mjengo. Basi karibu sana katika studio zetu. Nimekaribia. Na bila shaka nitakuwa nikikupa sekunde kadhaa tuweze kujitambulisha kwa mtazamaji, wewe umweleze wewe ni nani, kisha moja kwa moja tutakuwa tunaingia kwenye gumzo letu moja kwa moja. Naam, mimi kwa majina nafahamika kama Odhiambo Vincent. Mimi ni mmoja wa wanahabari katika kitengo cha Pekuzi TV, ila mimi nashughulika na masuala ya siasa na vile vile elimu kule katika nyanja za nje, lakini leo nashukuru sana maana yake nimepata fursa angalau hata ya kuja kuonekana katika televisheni ya Pekuzi. Na hapa tutakuwa tu labda tunaweza kuzungumzia yale masuala yote ambayo yanahusiana na elimu katika chuo kikuu cha Tharaka. Na basi mpenzi mtazamaji, kama ambavyo umeweza kumsikia, huyo ni Vincent Musungu pale ambapo tuko naye, na bila tu kupoteza muda mwingi, basi moja kwa moja kumbuke kwamba wanafunzi hupitia changamoto si haba wakati ambapo wanaendelea na masomo yao. Najua wewe ni mwanafunzi na pia kuna changamoto labda umeweza kukumbana nazo. Lakini je, ni vipi ambazo umeweza kukabiliana na zile changamoto wakati umekuwa kukumbana nazo, na vipi ungeweza kumweleza yule mwanafunzi pale nje aweze kukabiliana na zile changamoto anapokumbana nazo? Na kama mwanafunzi ama kama tu binadamu wa kawaida, lazima kuna zile changamoto ambazo utazipitia kwa maisha ndipo uweze kuwa kamilifu ama uweze kuwa kamili. Kwa hivyo kule shule kuna changamoto kadhaa. Changamoto ya kwanza ni muda. Kama wamombo wanavyosema kuwa time is limited ama time ina wait for no man. Kwa hivyo muda kwanza ni changamoto ya kwanza, manake imagine you have 12 hours in a day na labda unafunzi pangie kufanya kazi mingi vile kama mwanafunzi. Manake kando tunakuwa pale shule kama mwanafunzi labda kujielimisha, pia kuna ile burudani wewe kama mwanafunzi pia unafaa upate, na pia kuna ile side hustle wengine huwa wanaitamboka ama vipi hivi. Ukiwa pale pia lazima uweze tu kushughulika, kama uone kama labda ifiki hapo jioni utaweza kupata tonge la kuweka angalau mdomoni, kama labda nyumbani hali si hali. Vile vile changamoto nyingine ukiwa pale campus, kitu ya kwanza uko above 18 years, we ni mtu mzima. Kwa hivyo ukiwa pale shule na like unafaa uende tena class, imagine 18 years and above, alafu unafaa uende ukae class kuanzia saa 1 asubuhi hadi maybe jioni saa 1 jioni. Naona hiyo pia ni changamoto kwetu. Vile vile pia kuna changamoto za kiakili, umechoka, labda uko na mafikra, una mawazo, lakini above all, you still have to attend classes, wende usome, angalau just to make the meets end. But ukiwa pale shule kama mwanafunzi, changamoto zipo. Najua ukiwa high school pale tulikuwa tunapakwa mafuta kwa uti wa mgongo kwamba kuna raha, lakini ukumbuke kwamba baada ya raha ni karaha. Kwa hivyo huku pia kuna karaha, si raha tu milele. Naam. Kabisa, ni shukrani kabisa kwa yale ambayo umeweza kutudadavulia tu. Lakini pia kumbuka kwamba chuo kikuu cha Tharaka, kwa sababu wewe ni mwanafunzi mmoja kati ya wale zaidi ya wanafunzi 10,000 pale chuoni. Ukiona kwamba chuo kikuu cha Tharaka imekuwa kinafanya vyema kabisa masomo na pia kwenye masuala mengine tu, kwa sababu tumeona kwamba pia maendeleo yanaweza kufanywa, labda tu kwa maneno machache tu uweza kusemaje kuhusiana na maendeleo ambayo yanaweza kufanyika ndani ya chuo kikuu cha Tharaka chini ya uongozi wake Profesa Peter K. Muriungi? Naam, nikizungumzia chuo kikuu cha Tharaka, kwanza nikirejelea kauli yako ya pale awali kwamba elimu ni maisha, ila katika chuo kikuu cha Tharaka generally elimu ni uhuru vile vile. Kwa hivyo pale katika chuo kikuu cha Tharaka elimu imeweza kutupa uhuru sie kama wanafunzi, manake tunaweza kujitokeza na kujieleza hata vile vile katika ama kitaifa, na hata katika mustakabali wa elimu. Chuo kikuu cha Tharaka kimeweza kujiweka katika nafasi bora. Kwa hivyo maendeleo pale katika chuo kikuu cha Tharaka, mi kama mwanafunzi hususan katika taaluma ya wanahabari, naweza sema maendeleo yanaendelea kule, maendeleo yapo. Kuna positive impacts ambayo tuna gain pale kama wanafunzi katika chuo kikuu cha Tharaka. Kuna maendeleo kadhaa ambayo inaendelea pale, japo kwa sababu ya muda siwezi taja ama siwezi dadavua moja baada ya moja, lakini
general naweza sema tu maendeleo ipo katika chuo kikuu cha Tharaka, maana kuna mikakati, there are several strategies ambazo zimekuwa set aside. Tumeweza kushuhudia like some days ama some months ago tuliweza kupata pale mkasa kiasi, can make it mkasa kiasi hivyo in quotes, ambapo kulikuwa tu na moto, but tumeweza kuona maendeleo imeweza kufanyika, manake ile building tena ishajengwa, na saa hii I can tell you it's over 100% sure ni kitu safi saa hii. Na pia tumeweza kuona kuna maendeleo mingi ambayo inaendelea pale. That's what I can say. Naam. Kabisa, pia tunaona kwamba muhula ambapo kwa sasa uko na ile kamati, na kwamba wale wanafunzi kukamilisha mitihani yao, na pia kuna wengine ambao wanajiandaa kukamilisha mtihani ambao utakuwa kisha hiyo kesho. Lakini utapata kwamba wakati huu ni shamra Christmas, unapata kwamba wale wanafunzi labda hii mitihani wanafanya tu ili uweze kumaliza, ndipo waweze kwenda kujumuika na jamii zao, si ndio? Ili uweze kusherehekea hii Christmas na pia kuvuka mwaka mpya. Lakini je, labda unajua kuna mmoja labda anafanya tu ili kufanya kumaliza, lakini labda uweze kueleza mwanafunzi inafaa mtihani huu aweze kutilia maana, pia aweze kufanya kwa njia bora, labda ili angalau labda atamsaidia, ama mtihani huu utaweza kumsaidia mahali fulani. Naam, kwanza kwa wanafunzi nikianza, naweza kuambia kwamba huu ndio ule wakati wa kuvuna kile ulichokipanda, na vile vile usahau kwamba ukipanda pankwisha utavuna osha. Kwa hivyo huu ni wakati ambapo tunapokuwa pale shuleni tunapofanya mitihani, ukaweze tia jitihada zako zote ili ukaweze kufaulu kwa masomo. Manake hata baada ya kusoma katika hii miaka minne, swali huwa linakuwa what after school, unaenda wapi baada ya shule? Kwa hivyo huo mtihani uache ukaweze kuchukulia very serious, hata mtihani wako wa mwisho. Hata wale ambao wanafanya mtihani wao kesho saa 8 hadi saa 10, ule mtihani wa mwisho, take your exam very serious, kwa sababu hilo karatasi ambalo linaenda kukaa kesho ukilifanya, kuna mahali linaenda kubadilisha maisha yako. Usije ukafanya tu kwa kuwa uko haraka unataka kwenda nyumbani, umengoja ushaona ama ushabook gari hapo nje, so unatoka jioni unafanya tu like you just want to finish. Unataka tu umalize, uende upack vitu zako uishie home. Remember, hata kama umefurahi unaenda Christmas, Januari iko na tunarudi date 7. Yeah. Kabisa. Na pia tunaona kwamba muda haupo nasi kabisa. Lakini labda tu sekunde chache naweza kupa tu muda tu uweze tu angalau uweze kusifia ama tu kusema maneno machache kuhusiana na chuo kikuu cha Tharaka kwa sekunde chache ya kutamatisha. Chuo kikuu cha Tharaka, ukinipa muda ama fursa ya kukisifia, naweza maliza hata siku moja. Lakini what I can tell you, karibuni Tharaka University is just a center of excellence where education gives you freedom, not only ukiwa hapa around, but freedom to explore anywhere. Welcome Tharaka University. Yeah. Asio kabisa, mpenzi mtazamaji, kumbuka yamekuwa mgeni wangu Vincent Msungu ambaye tumekuwa tukidada wazima kuhusiana tu na maisha ya wanafunzi ndani ya chuo cha Tharaka. Hivyo basi nakutakia wakati mwema na pia nakutakia Christmas njema wakati ambapo unaenda kujumuika na familia yako. Inshallah. Naam kabisa, mpenzi mtazamaji, basi hilo limekuwa gumzo ndani ya Pekuzi TV Kenya. Kumbuka hiki ndicho kitovu cha habari sanifu, sadikifu na vile vile aminifu. Na kumbuka kwamba haya yote yanakuja moja kwa moja kutoka papa hapa. Kwani hapa tunazamia masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya siasa, elimu, bila kusahau masuala na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa niaba ya mwelekezi wangu ambaye ni Unison Media Production, nasema shukrani, pamoja na mpiga picha wangu ambaye ni Morris Mugira, bila kusahau wote ambao wameweza kufanikisha gumzo hili. Nasema shukrani kabisa, tukutane wakati mwingine pia na kutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mimi ni Inshemela Samuel Ngovilo.